Mzee bega wangu, hakika nimegundua wewe ni msaliti. Yaani naweza nikasema ni kama Yuda. Sasa nimekushtukia mchezo wako. Hivyo basi, jiandae, pindi tu utakaposikia jogoo kawika, basi unakwenda kunyongwa na kunyonga. Mfalme Tom, mimi sio moja ya wale waliokusaliti. Mimi si msaliti kwako, ila nilijitoa kama chama kumfata kijana Ntanzu, kwenda kumchunguza na kumpeleza, kumwangalia ana wazo gani juu ya imaya yako, na kwenda kuzijua njia za kuingilia pena kuweza kumchukua kiharaka, kumfikisha hapa mbele ya mikono yako. Kwa mimi sio msaliti, nilikuwa na shughuli hiyo tu. Maneno yako yanataka kuwa kama kunishawishi. Una uhakika kweli? Kwa hiyo unamaanisha yaani Mtanzi nitakuja kumkamata kama samaki alionasa kwenye chambo? Sikuwa na lengo baya. Na kuwa kama na kuamini kama sikuamini, utalifikiria. Tafadhali Mwanyoko, usifanye hivyo. Njoo Mwanyoko. Mwanyoka, tambua kwamba bado kakako anakuhitaji. Swala la kujiua sio suluhisho muhimu. Haya yote ni mapito tu Mwanyoka. Usije ukachukua hatua ngumu tena kama hii kutoka kujiua. Sina thamani ya kuishi duniani. Maana nimedhalilisha mbele ya kakaangu. Bado niende kuzimu. Hapana Mwanyoka. Haya yote ya kupita tu Mwanyoka. Tafadhali, naomba tutoke hapa. Nakuomba Mwanyoka.
Wete, naomba unisamehe. Wete, naomba unisamehe. Hayo yote nifanya kwa ajili yako, ili tu nikuokoe. Lakini Mfalme Ntonge aliniingilia bila ridhaa yangu. Monyoka, hupaswi kulia namna hiyo. Natambua ni kiasi gani unavyojisikia vibaya, lakini pia najisikia vibaya sana kwa kitendo alichokifanya Ntonge. Lakini tambua Monyoka, hakuna binadamu ambao anapenda kupitia mateso. Kila binadamu anahitaji kuishi katika maisha mazuri na kupitia furaha na kujiona ufahari katika himaya yetu. Monyoka, mimi nipo pamoja na wewe kwa kila hatua utakayokuwepo wewe, na mimi nipo. Wala usijisikie vibaya Monyoka. Kiukweli nakupenda sana, na haijalishi kwa wakati gani utakaokuwa unaopitia, tutakuwa pamoja na kupambana pamoja. Usilie. Ndale, natamani nimpate Mfalme Ntonge nimuue kwa mkono wangu miwili, na kama nikishindwa kumuua nijue hata mimi mwenyewe. Monyoka, kama utafanya uamuzi huo, mimi nitabaki na nani? Mtizama hali yangu kwa sasa, sina kumtegemea yoyote ila isipokuwa wewe. Mfikiria hata mizimu kwa huo uamuzi utakaotaka kuufanya, itakuchukulia wewe ni mwanamke wa aina gani? Hata mimi Monyoka, nahisi kabisa mwili wangu kuna watu wameushika na kuchana chana. Nahisi maumivu makali sana kwa hicho unachopitia. Monyoka, kiukweli nakupenda sana, na usifikirie maamuzi ya namna hiyo. Ndali, ni bora wewe uliopo kwenye giza, lakini kama ungefanikiwa kuona aliyoko kwenye mwanga usingekuwa hivyo, na kama ungefanikiwa kuona alionifanyia Ntonge ungeumia sana, usingejisikia vizuri. Ni bora endelee hivyo hivyo kutokuona, maana dunia ni mbaya sana. Usilie Monyoka. Achia mpati. Nimesema chomo, achia mpati. Wewe usifanye hivyo. Nakuomba. Wewe nakuomba usiende. Ntonge ni mtu katili, ana roho mbaya, nakuomba. Yeye Ntonge sajipana na roho mbaya. Sasa wewe niache niende nikamsonge na upanti. Yeye si Ntonge na kwenda kumsonga ugali. Yaani itakuwa ni Ntonge ugali, Ntonge ugali. Mwisho wa siku atacheza na msusa. Yeye sajipana mjinga. Wacha nikamuonyeshe mjinga mkubwa.
Unataka kuniambia kwamba sasa hivi wote mnakuwa mashujaa, mnaenda kumkomboa mfalme Ntanzi? Anifurahisha sana, ila nakubali shujaa wangu katika hilo. Kama ningeona vile unavyowapiga yale nafikiria tonge la ugali. Unasemaje mzee baba? Nakupendaga kawale wangu. Mimi mwenyewe nakupenda, ila baba kwenye kula hapo utanisamehe kwanza bibi. Nini? Nini? Kichwa. Kichwa kinakuuma sana? Kinauma. Twende ndani kwanza. Twende ndani. Vipi lakini si chakula umenibakizia? Nimekuwekea. Umeniwekea. Basi hichi nafikiri kwa sasa hivi sitokula. Basi sawa. Mimi nikuache uendelee kupata chakula chako. Mtorogo. Ndio mfalme. Hivi kale kambwa kangu kadogodogo mmekapatia chakula? Ndio mfalme, nimekapatia. Ni nani aliyekupa idhini ya kumpatia chakula? Angalikuwa mimi nahitaji ya konde ili aweze kuwinda vizuri. Nisamehe mfalme wangu. Nikusamehe? Ndio mfalme. Sawa. Vipi lakini umeumia? Umeumia? Hapana mfalme, sijaumia. Umeumia? Hapana mfalme. Kweli hujaumia? Haya. Unasema? Sisemi chochote mfalme. Naona. Maelekezo niliyowapa ndio natakiwa tuyafuate. Jamani, kama mlivyomsikia mzee Bigalangu alivyosema, tuhakikishe tunazingatia kila alichotuambia, kwamba atakapomtilia tu sumu, sisi tuhakikishe tunafuatilia nyuma kwa nyuma, kuhakikisha kwamba pale atakapomtupa tu, basi sisi tunafika mara moja na kumuokoa. Tuhakikishe tunafanya hivyo jamani, sawa? Jamani, nataka niwaulize swali. Kwa huyu mliomuongeza, mnamwamini? Mimi napaswa mniamini, mimi upapo wa kushoto wa kipumbu. Jamani, msiwe na shaka na huyu. Mumwamini pia. Ni msaada mkubwa katika himaya. Ina maana tukitoka hapa tuenda kula ugali. Naona mmekuja kunimalizia. Kaa kimya. Mfalme Ntonge anakuhitaji. Twende. Ndorobo, umefika wakati mzuri. Haya, tupe taarifa. Jamani, nyakati za mawindo ndo wakati ambao natakiwa tumgeuke mfalme, na kila kitu nishakipanga sawa.
Nizie bega langu. Naam mfalme wangu. Hakika unayo nafasi moja tu ya kutetea uhai wako. Hivi kati yangu mimi na Ntanzi ni nani mfalme? Ni wewe mfalme wangu, Tonge mtiifu. Hakika nimefurahishwa na majibu yako. Je, nitaamini vipi kama ni mimi? Maana huko nyuma ulishanichezea mchezo wa Kalinge Kanyama nani kaona. Nipe adhabu yoyote ile mfalme wangu, taitii hiyo adhabu kuonesha na kutii mfalme wangu. Sawa. Sasa nenda kwa Mama Kiza, kuna mzigo atakupatia, kisha uje uniulie kimbwa changu kidogo dogo. Nataka ukaue. Umenielewa? Tafanya hivyo. Haya, nenda haraka. Habari Tanzania, kwa majina naitwa Karim Kitwana. Mimi ni mwongozaji wa filamu kutoka katika kampuni ya Swahili Nation Film iliyoko mkoani Tabora. Simfahamu. Kuna kitu nataka nikwambie. Huyo mwanamke uliokuwa naye ni hatari sana. Niko hapa kutangazia nafasi za mafunzo ya sanaa na ujasiriamali, na hii ni kwa yeyote mwenye kipaji cha sanaa ya uigizaji. Karibu sana. Huduma ya malezi, makazi na maradhi ni bure kabisa, na fursa hii ni mahususi kwa wakazi wanaoishi nje na mkoa wa Tabora tu. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia namba zinazopita hapo chini. Wahi sasa, nafasi ni chache. Asante. Ili kuwa wa kwanza kutazama filamu zetu mpya, tembelea YouTube channel yetu ya Swahili Nation Film. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante. Kwa shilingi 1,195 tu inatosha kabisa kumiliki laptop computer, na kwa shilingi 1,199 tu itakufanya umiliki desktop computer. Power Brand Shop, chimbo la computer. Tunauza computer na zote, hard disk drive, printer, game playstation, kamera pamoja na CCTV kamera na vifaa vyake. Gharama zetu ni nafuu sana na bidhaa zetu ni bora zenye warranty. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Salmini na Tutugawe Chemchem. Kwa masuala zaidi tupigie 0746717282 0780717282. Kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook na Power Brand Shop. Power Brand Shop, Ngosha wa kanda ya Ziwa. Katika himaya ya kale mambo na ilingara, mfalme wa amani alipendwa na watu, lakini giza likaja kutoka ndani ya kiti cha enzi. Intonge akasaliti damu, akamwaga damu ya baba yake. Nyoka watu wakainuka, wakavunja milango ya hekalu.
hekalu, wakaanza kuwinda roho za waovu na wanyonge. Lakini Ntanzi, mtoto mchanga wa ufalme, alisimama kama simba kuiokoa mabaki ya taifa. Mapenzi na visasi, vita vya nyoka, vitarudi kwa moto. Mtonge alitaka enzi milele kwa sumu ya usiku, kwa nyoka watu waliobeba roho za kivuli. Alipenda utawala kuliko maisha ya ndugu zake. Alitaka dunia igoti kwa hofu ya macho yake mekundu. Sina penye ya tanzi ya kukimbia wala kuanguka. Alikusanya mashujaa, akawaita watu wa milima, simameni, ya nini yetu, damu ni ya mababu. Vikosi vya nyoka vikatetemeka mbele ya nuru ya Ntanzi.